Hawa ni wajumbe wa bodi ya wakurugenzi wa kampuni hiyo ya ETDCO ambao wanaendelea na ukaguzi wa miradi mbalimbali ikiwemo huu wa usambazaji wa umeme kutoka Tabora na sasa wakiwa Kigoma. Ni mradi wa gridi imara wa bilioni 90 unaohusisha njia kuu ya Tabora hadi Kigoma. Kwanza wanaelezea mwenendo wake. Eneo la kwanza ni eneo la kusambaza umeme katika kituo kile cha Uhuru kilichoko Urambo, na tumeangalia kwa jinsi ambavyo ETDCO imeweza kutekeleza jukumu lake. Mradi huu umekamilika na tayari umeanza kutekelezwa. Na eneo la pili la mradi huu limetoka Urambo mpaka Nguruka. Nalo mradi umeshaweza kutekelezwa kwa 56%. Kwa eneo hili la Tabora mpaka hapa Kigoma, tunatarajia mradi huu utaweza kugharimu takriban bilioni 99. Mradi mwingine ni huu wa kusambaza umeme kwenye vijiji 66 chini ya ufadhili wa REA unaogharimu bilioni 10.5 uliofika 86%. Kati ya wanufaika ni pamoja na vijiji vya Kaseke na Matiazo. Mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi na wananchi wanakiri kuwa imekuwa fursa kwao kiuchumi. Tumetembelea pale katika mradi katika kijiji cha Matiazo. Tumeona uwekaji wa transformer na lines zile za msongo wa kati, na baadaye pia tumekwenda mpaka kwenye kijiji cha Kaseke na tunatarajia huu mradi kukamilika tarehe 30 Juni 2026. Maana awali ya kwanza tulikuwa tuko kama kichakani na nyumba zetu zilikuwa ndio hivyo, wala tueleweki, unadhani tuko polini. Ukinunua hiyo sola beterisi mwaka mmoja tayari inakuwa imeishiwa nguvu. Tuna mashine za kusaga ambazo zinatumia umeme. Tuna watu wanatumia majiko ya majumbani ambayo pia matumizi yake ni ya umeme, lakini pia watu wanajishughulisha shughuli mbalimbali za kuchomelea mageti, kitu ambacho ni tija. Tungependa kuhamasisha wanavijiji waweze kutumia hii fursa, kwa sababu umeme ni fursa kwa ajili ya matumizi ya nyumbani na vile kukuza maendeleo katika kijiji. Yote haya ni katika ziara ya siku 2 kikazi kwa bodi ya wakurugenzi ya ETDCO katika mikoa ya Tabora na Kigoma. Jambo kubwa wakisisitiza wakandarasi kumaliza kazi kwa wakati kwa mujibu wa mikataba. Jacob Ruviro, Kigoma. FM.